busy na naneliu na simu na hiyo game na nini, hafanyi shughuli zingine. Kwa viazi mwili wake lazima utakuwa hivyo. Utakuta na wengi unakuta labda ni wanene kama mmejaribu kufuatilia. Wanakuwa ni wanene kwa sababu hata kula kwao wanakuwa ni wamekatwa hapo wanakula. Hawashiriki kwenye michezo, yani shughuli zingine hawafanyi, wanakuwa mwili wao umerelax, yani hivyo. Sawa? Haya, tunakuja kwenye ratiba ya kila siku. Ratiba ya kila siku. Bado tupo kwenye swala la ratiba. Kwenye ratiba ya kila siku hapa nakwambia asubuhi. Asubuhi wewe unaweza ukafanya kitu gani na huyo mtoto? Unatakiwa mwenyewe ujijengee ratiba ambayo itakayo muwe na kitu cha kufanya wewe na huyo mtoto. Labda asubuhi umeamka, mnaweza mkaanza labda kujinyosha, yani kwa namna labda ya mazoezi, mnanyosha viungo vyenu hivyo. Labda mchana watoto unatoka nao hata kucheza nao nje, mcheze mpira, mfanyaje shughuli hivyo za nje. Jioni labda unaambia watoto, jamani tukasafisheni vyumba vyetu. Unaenda nao juu, unawafundisha namna ya kufanya usafi hivyo. Lakini kitu kikubwa ninachomaanisha hapa ni kwamba uwe na ratiba yako ya kila siku. Hasa kwa watoto labda unakuta wale hawaendi shule au siku ambazo za weekend wako nyumbani. Asubuhi wewe unafanya nao vitu gani mchana na jioni. Sawa jamani? Ndio. Haya, kuna shughuli chanya na manufaa yake. Kuna shughuli ambazo wewe unatakiwa uwe unafanya nao watoto. Kuna shughuli ya nje. Sawa? Alafu kuna kufanya kazi za ndani na kusoma na kuandika. Mfano mkafanya shughuli zile za nje. Shughuli za nje mkacheza labda na watoto. Obviously ile inawasaidia watoto kujiimarisha kiafya. Sawa? Labda ile michezo mmecheza, alafu nao unaweza kukuta kuna familia zingine labda zinaruhusu watoto kucheza nje na watoto labda wengine. Japokuwa nyingi unakuta kama ambazo ziko kwenye fence hawataki wao watu wanafanyaje wanachangamana. Okay, lakini shughuli za nje na michezo ya nje ni mizuri. Sio ikawa nje kabisa kule hata hapa. Mfano na watoto wako hata eneo kama hili mkacheza tu nje. Ni vizuri kwa sababu inawapa watoto kuchangamka vile. Kufanya kazi za ndani pia inawapa uwezo kujiamini na kuweza kujua shughuli na majukumu ambayo wanatakiwa wawe wanayafanya. Kusoma na kuandika hii inakuza uelewa wao wa shule. Huko shuleni wanasoma. Wakirudi nyumbani ukawasaidia homework, ukawaelekeza, ukafanya nao kazi. Kwa hiyo viazi ule uelewa wao ambao kile kitu walichojifunza shuleni kinakuwa endelevu pia na nyumbani kupitia wewe mlivyosoma na kuandika. Tukija tena kuna ratiba ya kula. Ratiba ya kula inatakiwa kuwe na muda maalum wa kula. Na hata kama mfano chakula kiwe kimechelewa, kisipishane sana, ni ule muda usipishane. Ikipishana labda dakika 10 au ndani ya nusu saa ni sawa, lakini isiwe leo saa 8 kesho saa 10 saa 12 ratiba ya kula inakuwa haieleweki. Haitakiwi kuwa hivyo. Kwa hiyo lazima ratiba ya kula iwe na muda maalum. Kuna swali? Kuna swali? Pia kwenye ratiba ya kula nasema ni vizuri kama familia mkiwa mnakula pamoja. Sawa? Familia nyingi unakuta wanakutana sana kwenye chakula cha jioni kwa pamoja. Mchana mama anaweza kawa yupo na ratiba zake au baba na ratiba zake vile, watoto labda nao wameenda shule, lakini jioni familia nyingi huwa wanapenda kujumuika pamoja wakala. Kwa ni vizuri na watoto mkao mnakula nao kwenye chakula cha pamoja, yani vile. Msiwatenge kwa sababu watoto wao muwape muda wao wa kula, hapana. Wanaweza wakala pale katikati, maana watoto huwa awali pia kama vile watu wazima wanavyokula. Si mnajua mfano labda mtoto wa miaka 2 atakula asubuhi, atakula tena labda saa 4, atakula tena labda saa 8, atakula tena labda saa 10, yani hivyo ile wanasemaga in between, yani chakula kile kidogo kidogo katikati vile. Kwa hiyo chakula lakini kile cha usiku mnachokula wote kama familia ni vyema kama na wao mkala nao pamoja. Vitu vya kuepuka sasa wakati wa kula. Anakwambia kwanza
wakati wa kula unatakiwa ufunge nini? Mdomo. Sawa? Unatakiwa ufunge nini? Mdomo wakati wa kula. Sio tu we unakula tu hivyo vibaya vibaya, chakula mara kinaruka, hiyo nini haitakiwi. Sawa? Kitu kingine cha kuepuka wakati wa kula ni usichukue chakula kingi. Mwingine anachukua chakula yani anajaza mdomoni mpaka unakuta kabisa kwamba anashindwa mpaka kutafuna, mashavu yanakuwa yamevimba. Hiyo sio tabia njema wakati wa kula. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe tuna chakula tu kidogo. Si unakula kwenye sahani yako huko mwenyewe unakula, kwa nini ujaze chakula kingi? Hapana. Kwa hiyo unachukua tu chakula kidogo. Pia tujifunze kutumia vyombo vizuri. Hapa vyombo ambavyo anamaanisha ni uma pamoja na kisu. Tujue mkono upi unashika uma, mkono upi unashika kisu. Mkono upi unashika uma? Mkono upi unashika uma jamani? Mkono upi? Mkono wa kushoto unashika uma, wa kulia unashika kisu. Kwa hiyo unakata, unakula. Mtakutana na hizo familia. Yes, mnaenda kwenye familia, muda wa chakula mnakula wote pamoja. Nakuta ndo desturi yao kwamba hivyo na uma na kijiko. Japo sio vyakula vyote vitakuwa hivyo, lakini kuna baadhi ya vyakula vitahitaji kuliwa hivyo. Kwa hiyo na wewe lazima ujifunze. Sawa? Ujifunze mkono upi unashika uma, mkono upi unashika kisu, ili na wewe uwe miongoni mwao. Si wanasema kwamba ukifika sehemu unatakiwa ujifunze tabia na desturi ya hiyo familia au ya hiyo sehemu. Kwa hiyo usiwe wakakuacha kwamba wao wanaenda mwendo huu, wewe mwendo wako ni wa hivi. Haifai. Jifunze, tembea nao kwa mwendo ule ambao familia ile inafanya hivyo. Sawa jamani? Lakini pia tunategemea wakati wa kula uoshe mikono. Sawa? Si ndio tunanawa mikono ndio tunakula. Hatuwezi kula bila kunawa. Maana na watoto pia huwa wanafanya vitu kwa kutuangalia sisi kitu gani tunafanya. Wanakuona wewe dada kila siku au nawe mikono. Kwa hiyo wataona tu ni kitu cha kuto kunawa mikono ni kitu cha kawaida. Kumbe tu ni wewe dada umekutana na dada mchafu ambaye hataki kuosha mikono yake, na watoto wanaiga hivyo kitu cha kawaida, kumbe sio kitu cha kawaida. Kwa hiyo unatakiwa ufanyaje? Uoshe mikono. Sawa jamani? Na pia unatakiwa ukae vizuri. Sio wakati wa kula watu wanataka kula, wewe kama unataka kulala hivi. Haifai. Kwa unatakiwa ukae vizuri, ukiheshimu chakula. Hizo si ndio table manners? Kwa unatakiwa ukae vizuri, mlo ukae vizuri ili uweze kula. Usianze kula kabla ya kufanyaje? Ya kushukuru. Sawa jamani? Yes. Kuna familia labda mtazikuta ambazo hazina huo utaratibu. Lakini wewe unayekumbuka unakuwa unawalea watoto, ni vizuri ukafanyaje? Ukawafundisha wale watoto. Lakini hiyo pia iangalie na imani ambayo wale watoto wako nayo. Sawa? Usije kawa kumbe wale watoto ni Wakristo, wewe dada pale umeenda ni Muislamu ukaanza kuwafundisha watoto Uislamu wako. Hapana. Sio vibaya wewe ukajifunza namna wale ile familia nafanyaje imani yao yani inavyofanya kushukuru. Hautopungukiwa na kitu chochote. Cha zaidi watakupenda, wataona kwamba wewe ni dada mwema na ni mzuri kwa watoto wao. Ukajifunza ukawa unawafundisha wale watoto kwamba hata kama ile familia ilikuwa labda sio watu wa kushukuru kabla ya kula, lakini wakaona kwamba watoto wao wanaanza kushukuru, na wao lazima akili wakae vizuri, washtuke. Jamani, wanatushinda mpaka watoto wanashukuru kabla, yani wanatuzidi mpaka sisi watu wazima. Kwa hivyo utakuta na watu wazima nao wanaanza kukumbuka kwa kuwa tu wewe uliwafundisha wale watoto wakaanza kufanya. Sawa jamani? Baada ya kula mna kupanga vyombo, unashukuru. Lazima usafishe pale meza vizuri, umeenda mmepanga vyombo, unashukuru. Kwa bosi wako, kwa madam kama ni saa, ila huyo bosi wako unamshukuru. Asante kwa nini? Asante kwa chakula. Na usiondoke haraka. Sio tu umeshamaliza kula, umeshatoa vyombo, umeshashukuru, wewe huyo chumbani umeenda kulala bila hata kuwauliza wao kuna kitu gani unakihitaji. Kumbe kuna kitu walikuwa wanahitaji. Kwa hiyo ni vyema kama utawauliza alafu atakwambia kitu fulani, ukawaletea, utauliza tena kuna kingine labda mtahitaji.
Lakini pia kama unaona ni sawa kwa kusubiri kwamba wao hadi waende kulala na wewe ukaenda kulala ni sawa. Au wengine yeye mwenyewe tu bosi anaweza akakwambia kwamba nenda tu kapumzike. Kila kitu umeshakiweka sawa, umeshamaliza. Sawa, nenda kapumzike. Basi ukiambiwa hivyo unaenda kufanyaje? Unaenda kupumzika. Tumeelewana jamani? Tumeelewana? Haya. Kwenye ratiba ya kucheza. Hapa bado tunaendelea na ratiba. Kwenye ratiba ya kucheza lazima kuwe na muda wa kufanyaje? Wa michezo. Sawa jamani? Muda wa kucheza. Kwa hiyo unatakiwa wewe kama dada ambao unawalea watoto ni lazima uwe na muda wa kucheza na hao watoto. Sawa jamani? Sawa. Ni muhimu wape muda wa watoto wafanyaje? Wacheze. Usihofie labda kwamba wakienda kucheza labda watachafua nguo. Maana kuna dada wengine wanawakataza watoto kucheza, wanasema kwamba watachafua nguo. Wewe uko pale kwa ajili ya hizo shughuli. Nguo imechafuka utafua, lakini michezo ina umuhimu wake. Kwa hiyo ni muhimu watoto wapewe muda wa kucheza. Sawa? Pia uzingatie huo muda wa michezo. Sio tu muda wote watoto wakacheza. Unawapangia labda saa 9 watoto wanacheza, au labda saa 10 ndio muda wa watoto kufanyaje? Kucheza. Si tunakumbuka hata shuleni wakati tunasoma michezo ilikuwepo. Kwa ni muhimu watoto waweze kucheza na muda uzingatiwe. Sio muda wote watoto kucheza. No, hapana. Sawa, kuwe na muda wa masomo. Lazima wewe kama dada ujue sasa hivi watoto labda wana homework, wanatakiwa wafanye homework, wanatakiwa wajisomee, ulijue na uzingatie kama moja ya kitu ambacho unatakiwa kukifanya na huyo mtoto au umsimamie huyo mtoto. Sawa? Shughuli za pamoja. Yote kwa yote, mmecheza, mmesoma, mmefanya, lakini shughuli za pamoja. Watoto wao wana tabia ya kusimuliana vitu. Wakiwa huko shule au na watoto wenzao utasikia mimi nyumbani, mimi napika, mimi naosha vyombo, mimi sio nafanya hiki. Vipi kama wewe mtoto wako huyo unayemlea, yeye hana chochote ambacho anakifanya? Kwa hiyo kuna ile namna, yani anakosa ile hali ya kufanyaje, ya kujiamini. Kwa sababu kila mtu atakuwa anasimulia mimi nyumbani nafanya hiki, yeye asimulii kitu chochote. Kwa hiyo atakuwa yani anakosa ule uwezo wa kujiamini. Sawa? Sasa tunakuja kwenye kipengele cha kuuliza na kusikiliza. Kumbuka kwenye malezi bora tumeona kitu cha kwanza kilikuwa ni nini? Kitu cha kwanza kilikuwa ni nini? Kitu cha kwanza kilikuwa ni nini? Tumetoka kukiona hapa sasa hivi. Yes, kitu cha kwanza ni nini? Tumeona ratiba. Hiyo yote ilikuwa inazungumzia ratiba. Sasa hivi tumeama hapa nakwambia kuuliza na kusikiliza. Sawa? Kitu cha kwanza kilikuwa ni nini? Sasa hivi kuuliza na kusikiliza kwa maana ya mawasiliano. Tuliona kwamba tunatakiwa tuwe tunawasiliana na watoto. Kwa hiyo ni kuuliza na kusikiliza kwa maana ya kuwasiliana nao. Anakwambia maswali huru. Watoto tuwe tunauliza yale maswali huru. Tusiwe tunauliza yale maswali ambayo majibu yake ni ndio au hapana. Uwape nafasi ya wao kujielezea. Kwa mfano, badala ya kuuliza mmekula leo shuleni, ukiniuliza mimi umekula, jibu langu litakuwa ni ndio au hapana. Lakini ukimuuliza umekula nini leo shuleni, tumeona ni majibu, ni maswali mawili tofauti. Kwamba yeye atakwambia leo nilikula hiki na hiki. Kwa hiyo itakuja kama alikula hiki na hiki na hiki, tafsiri yake kwamba ile ukisema umekula ni ndio. Au akikwambia leo sijala, tafsiri yake ulikula hapana. Umeelewa? Kwa hiyo tuache kuuliza watoto wale maswali ya kuwabana kwamba anahitaji majibu ya ndio au hapana. Badala yake tuwaulize maswali huru, wao waweze kujielezea. Pia tunatakiwa tuwasikilize kwa makini. Wakati mwingine mtoto anakuwa tu na kaswali kake ka ajabu, yani hata wewe ukasikiliza unaona kwamba hata halina mashiko hilo swali. Lakini msikilize na umpe nini? Majibu. Usianze kumfukuza, hebu toka hapa. Mzako mimi niko busy na kazi zangu. Siku nyingine huyo mtoto hata kama anakuwa na kitu, haji kukwambia, hata kuja kukuuliza, wala hata kuja kukushirikisha. Tumeelewana? Kwa hiyo tunatakiwa tuwaulize, tuwasikilize hao watoto na tuwajibu.
Anaendelea kuwa mlezi na rafiki wa kwanza wa mtoto. Wewe kama dada ambaye utakayekuwa unakaa na huyo mtoto, unatakiwa uwe mlezi wake wa kwanza. Tumekubaliana kwamba familia nyingi sasa hivi baba na mama wanakuwa wameenda kazini, alafu dada ndio anakuwa msimamizi na msaidizi wa kwanza kwa huyo mtoto. Kwa hiyo unatakiwa uwe msaidizi na mlezi wa kwanza na rafiki wa kwanza kwa mtoto. Utawezaje wewe kuendana na huyo mtoto? Huyo mtoto yani utatengeneza vipi ukaribu naye? Kwanza unatakiwa ujenge uaminifu. Tusiwaongopee watoto. Kama unamwahidi mtoto kitu, hakikisha kile kitu ulichomwahidi unakitimiza. Hapo unakuwa umetengeneza uaminifu kwake. Ila kwa ni muongo atasema tu yule dada ni muongo. Kila siku ananiambia hiki lakini hafanyi. Kwa hiyo unakuwa haujajijengea uaminifu. Sawa? Kitu cha pili anakuambia shirikisha mawazo yako. Unapokuwa unazungumza na huyo mtoto, unamshirikisha na wewe nini mawazo yako kwenye vitu vyako ambavyo unavyovifanya. Ukamuita fulani, hebu njoo, hebu twende tukatandike kule kitanda ndani. Hapa umemshirikisha. Yaani unakuwa umwachi. Yaani umefanya hiki umemwambia, umefanya hiki umwambia, yani yeye anaona kama ni michezo fulani hivi, lakini kumbe ndio namna mnavyotengeneza ukaribu wako na yeye. Kitu kingine, ucheshi na furaha. Ongea naye yani kwa hali ambayo wewe uko na furaha. Sawa, sio unamkemea, unamkaripia, mtoto ataanza kukuogopa. Tunaelewana? Haya. Anaendelea anakwambia kuwapa watoto majukumu. Tumeshama kwenye mawasiliano hapo, tumekuja kwenye kipengele cha 3 ambacho kinasemaje? Kipengele ambacho kinachosema ni majukumu. Sawa. Watoto wanatakiwa wapewe majukumu kama tulivyoongea mwanzo, lakini hilo linatakiwa litegemeane na umri wake. Na kama tu mzazi wake atahitaji mtoto wake apewe majukumu. Anakwambia watoto wenye umri wa miaka 2 mpaka 3 au wanaweza kuwapa majukumu gani? Cha kwanza, kuweka vitabu na vitu vya kuchezea. Kwa mfano vitabu vyake labda vimepalanguka pale. Ukamwambia fulani, hebu chukua vile vitabu vyako viweke sehemu nzuri. Si anaviokota tu anavipanga pale, anaweza kuviweka. Au vitu vyake vya kuchezea. Fulani, hebu viokote vile vitu vyako kwenye mkapu pale. Unakuta huyu anachukua hata kama ni kimoja anaenda anarudi vyote ameshaviweka. Kusaidia kufuta uchafu. Mfano kuna vumbi. Anakuona unafutafuta, fulani mje tufute. Huyo naye amekuja. Anafuta hivyo. Kuweka nguo chafu kwenye kikapu. Mtoto wa miaka 2, miaka 3 anaweza. Nguo yake kaivua, usiweke hapo chini, hebu kaweke pale kwenye kikapu, anachukua, anaweka kwenye kapu la nguo chafu. Sawa? Kwa unaweza ukampa mtoto haya majukumu. Watoto wenye umri wa miaka 4 mpaka miaka 5. Unaweza kumwambia huyu, hebu njoo utandike kitanda chako. Lakini wakati huo unafanya naye. Sawa? Unamsimamia na unafanya naye. Nyosha huku, huyu amenyosha. Kunja huku, huyu amekunja. Haya, kusaidia kuweka meza. Kuweka meza kwa maana ya kuandaa. Nataka vile kula. Achukua hizi zile table mats. Anachukua anaenda anaweka. Beba hiki kaeke pale mezani, ampeleka ameweka. Sawa? Kupanga vitu vyao. Mfano chumbani kwao labda viatu vimekaa vibaya. Unaweza kumwambia, fulani hebu chukua hivyo viatu viweke hapo. Anaweka. Kwa umri wake anaweza kafanyaje akavifanya hivi vitu. Watoto wenye umri wa miaka 6 mpaka 8 wanapangusa vumbi. Wanamwagilia mimea. Kwa mfano mna bustani nje, mimea 2-3 wamebeba kwenye kile kidumu cha kumwagilia au wanamwagilia. Sawa? Kutengeneza vitu vyao vya shule. Sijui kinini kimeharibika kitu chake cha shule, unaweza kumwelekeza na yeye akafanyaje akakitengeneza. Kuna swali mpaka hapo? Jamani, kuna swali? Haya.